Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Karibu katika taarifa yetu ya habari Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo leo zinatarajiwa kusaini mkataba wa amani mjini Washington kufikisha mwisho mzozo mashariki mwa Kongo ambao umewaua maelfu ya watu. Na mnatumai buheri wa afya pote pale ulipo. Kwa moyo mkunjufu na mikono miwili, ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari. Jina langu ni Kantona Josepha. Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo leo inatarajiwa kusaini mkataba wa amani mjini Washington kufikisha mwisho mzozo mashariki mwa Kongo. Ikiwezekana kwa pamoja waasi wa FDLR huko mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, swali kubwa ni uwezekano wa operesheni hiyo ya pamoja, wakati ambapo maeneo waliopo waasi hao kwa sehemu kubwa yanadhibitiwa na kundi la waasi la AFC M23. Kwa mujibu wa rasimu ya mkataba huo, serikali ya Kongo itatakiwa kuendelea na mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa AFC M23 ambayo yalianzishwa mwezi Machi huko Doha nchini Qatar. Christian Moleka, mtaalamu wa siasa ya Kongo, amesema changamoto ni ufuatiliaji na utekelezaji wa mkataba huo wa Washington. La difficulté, ce n'est pas toujours de signer les accords, c'est de les appliquer. Tatizo sio kutia saini mkataba huo, lakini utekelezaji wake. Je, kuna nia nzuri ya kisiasa kati ya pande hizo mbili? Huu sio mkataba wa kwanza wa aina hiyo kati ya nchi hizi mbili, lakini mara hii wahusika wako tayari kujenga amani ya kudumu. Je, mifumo ya ufuatiliaji itafanya kazi kwa ufanisi tofauti na ilivyokuwa zamani ili kusaidia utekelezaji wa makubaliano haya? Moleka ameamini kwamba shinikizo la Marekani linaweza kufanikisha makubaliano ya hivi sasa. Amesema hakikisho kubwa ya kufanikisha makubaliano hayo ni msukumo wa kiuchumi wa Marekani ambayo inataka madini ya Kongo. Kwa upande wao, mashirika ya kiraia ya Kongo yanaelezea wasiwasi wao kuhusu makubaliano hayo. Stewart Muhindo ni mwanachama wa kundi la vijana wanaotaka mageuzi Lucha. Kama makubaliano hayaruhusu, hayasaidie kutoa jeshi la Rwanda na M23 nafasi ambazo inazomiliki, kama makubaliano hayaruhusu kuwe haki kwa wakongomani ambao waliuawa kwenye hiyo vita, kama makubaliano hayasaidie uongozi bora kurudi nchini Kongo, ina maana hiyo makubaliano haitasaidia kabisa kurudisha usalama na amani kwenye Kongo. Duru za upatanishi zinasema makubaliano hayo yanatakiwa kutekelezwa mnamo kipindi cha miezi mitatu. Na kando ya hafla hiyo ya saini ya makubaliano huko mjini Washington, waziri wa mambo ya nje wa Kongo Therese Kaikwamba atakuwa na mashauriano na mwenzie wa Marekani Marco Rubio kabla ya mkutano na waandishi habari. Ndio hali ambayo inajitokeza katika hatua hiyo kufikia hatua. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema mamlaka nchini Kenya zinapaswa kuwajibikia dhuluma zote zinazofanywa wakati wa maandamano ya nchi nzima ya tarehe 25 Juni mwaka huu, yakiwemo mauaji, kujeruhiwa kwa bunduki na watu kupigwa. Maelfu ya watu waliingia barabarani asubuhi ya Juni 25 jijini Nairobi na katika kaunti kadha za Kenya katika kumbukumbu ya vifo vya waandamanaji waliouawa na vikosi vya usalama wakati wa maandamano ya Juni 2024. Ripoti za awali za vyombo vya habari zilionyesha kuwa pamoja na kuwepo kwa polisi, serikali ya Kenya ilipeleka wanajeshi kukabiliana na idadi kubwa waandamanaji waliokuwa wakielekea katika maeneo ya kibiashara ya Nairobi pamoja na makazi rasmi ya rais. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, takriban watu 16
waliuawa kwa kupigwa risasi na polisi, akiwemo mmoja katika kaunti ya Machakos, Kisii, Nakuru, huku zaidi ya watu 400 wakiripotiwa kulazwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta wakiwa na majeraha ya risasi na majeraha mengine. Miongoni mwa waliolazwa kwa matibabu ni mwanahabari wa NTV Ruth Samuel ambaye alipigwa kwa risasi ya mpira alipokuwa akiripoti maandamano hayo. Otieno Namwaya ambaye ni mkurugenzi mshiriki wa Afrika wa Human Rights Watch anasema mambo ya kutumia risasi wakati wa maandamano yanafaa yakome. Ya pili, kuna mauaji ya kiholela ambayo yamefanyika mwaka huu na mwaka jana na ule mwaka mwingine wa 2023. Hatujaona uchunguzi ukifanyika vizuri. Uchunguzi unafaa kufanyika na wale wanaohusika wanafaa kuchukuliwa hatua za kisheria. Namwaya pia amekemea kitendo cha mamlaka ya Kenya kutumia jeshi katika kukabiliana na waandamanaji. Kila nchi iko na sheria zake, lakini kimataifa jeshi linajulikana kuwa ni la kulinda nchi kutokana na vitisho vya kutoka nje. Ndani mwa nchi ni kazi ya polisi anafaa kutumika. Kwa hivyo tuko na wasiwasi kidogo kwa sababu gani serikali ya Kenya ikaamua kutumia jeshi. Kawaida maandamano ambao watu ambao wanaandamana hawajabeba silaha ni kitu ambayo haifai kuhusisha jeshi. Ni swala ambalo linafaa kushughulikiwa na polisi pekee bila hata kutumia bunduki za risasi. Jana Alhamisi, Umoja wa Mataifa ulisema umesikitishwa sana na ghasia za wakati huo wa maandamano nchini Kenya na kuhimiza utulivu pamoja na kufanyika uchunguzi huru kufuatia athari za maandamano hayo. Aidha, ndani nchini Kenya, waziri wa mambo ya ndani wa taifa hilo Kipchumba Murkomen alitathmini uharibifu wa kibiashara katika mji mkuu wa Nairobi, ambapo bidhaa ziliharibiwa katika maduka mengi na kuahidi wamiliki wa maduka hayo kwamba polisi watafuatilia kamera zao za usalama CCTV na kuwatia mbaroni wahusika. Mapema Jumatano, katika kaunti 23 kati ya 47 za taifa hilo kulifanyika maandamano ya kushinikiza kukomeshwa kwa ukatili wa polisi na kuhimiza utawala bora. Katika maandamano hayo, maelfu waliimba kauli mbiu ya kumtaka rais wa sasa William Ruto kujiuzulu. Kimsingi, waandamanaji wengi walighadhibishwa na kifo cha hivi karibuni cha mwanablogu kilichotokea mikononi mwa polisi, sawia na tukio lingine la kupigwa risasi raia wakati wa maandamano ya kupinga kifo cha mwanablogu huyo. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Tom Fletcher alikuwa ziarani mjini Goma, Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na waasi wa AFC na M23. Fletcher amesema alikuja kujionea hali halisi ya mambo katika eneo hilo. Hii ni safari yake ya pili katika eneo la mgogoro tangu aanze kazi hiyo. Safari yake ya kwanza ilikuwa nchini Sudan mwezi Novemba 2024. Mashariki mwa Kivu Kaskazini, mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao wanarudi vijijini mikono mitupu. Wanakuta nyumba zao zimeharibiwa, mali zao zimeporwa, na hivi wanarejea kwenye hali ya umasikini kama waliokuwa nayo kambini. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya kibinadamu, baada ya kutembelea baadhi ya maeneo ya wakazi waliorejea, ametoa onyo kali kuhusu hali ya mashariki mwa DRC. Nimeshtushwa sana na ukatili dhidi ya wanawake. Ni lazima tuimarishe sheria za kibinadamu. Mahitaji ya kibinadamu ni makubwa sana, Fletcher anasema: makazi, chakula, huduma za afya, lakini pia mbegu na vifaa kwa wale wanaorejea
kurejea kwenye mashamba yaliyo na migogoro. Lakini uwepo wa mashirika ya kibinadamu Kibumba wilayani Nyiragongo unawapa matumaini wenyeji. Haya ndio baadhi ya maoni yao kwa DW. Sasa tunafurahi sana juu kuwaona hapa huko, saa tumeweza kuwa dutetea tu wala kufanyizia vitu vya maana. Tunatoka Mongambi tunakuya huku mashamba balizirima bare bakura Rwanda, kisha shida tunakosa chakula na watoto, hakuna manguo, hakuna viato. Kazi hii imekuwa ngumu zaidi kwa sababu tangu tarehe 20 Januari 2025 ufadhili kutoka USAID na mipango mingine ya Marekani umesitishwa kwa amri ya Rais Donald Trump. Kusitishwa huku kunaathiri hata miradi aliyotembelea Tom Fletcher. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa ameahidi kuchukua hatua madhubuti. Amesema ni vigumu sana kwa sasa kwa sababu dunia imepoteza ukarimu wake. Kwa hiyo jukumu letu ni kuwashawishi watu na kuhakikisha msaada unaofaa unapatikana. Tom Fletcher alihitimisha ziara yake Goma kwa kufanya kikao na kundi la AFC M23 linalodhibiti eneo hilo kujadili ulinzi wa raia na upatikanaji wa msaada wa kibinadamu. Baada ya kikao hicho, alitoa tamko fupi bila kufichua maelezo ya kina ya mazungumzo yao. Kwa wakimbizi, walichokikumbuka zaidi kutoka kwenye ziara hii ni ahadi ya kusikilizwa hatimaye. Ruth Alonga. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa leo mchana, ambapo katika taarifa nyingine ni kwamba hatua ambayo inafaa iweze kuzingatiwa ni kwamba Uchina yadhibitisha makubaliano ya kibiashara na Marekani, ambapo Marekani imekubali kuondoa vikwazo kadhaa vya kibiashara, huku Uchina ikiahidi kupitia kuidhinisha bidhaa zilizo chini ya udhibiti wa usafiri. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Tom Fletcher alikuwa ziarani mjini Goma na Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23. Na katika hatua hiyo ni kwamba wale wakimbizi wamekuwa na nafasi nzuri ya kuweza kupatana naye, na katika hatua hiyo ni kwamba wanaona ni kwamba kunakuwa na afueni katika hatua hiyo. Msikilizaji, nazidi kusonga mbele kwenye hatua hii, ambapo katika taarifa nyingine ni kwamba wawakilishi wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda wanatarajia kutia saini mkataba unaolenga kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa DRC hii leo, ambao utiaji saini huo utafanyika mjini Washington nchini Marekani na kushuhudiwa na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio. Ripoti zinasema Rais Donald Trump atakutana na waziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Kayikwamba Wagner na wa Rwanda Olivier Nduguigire katika ikulu ya White House baada ya utiaji saini ya mkataba huo. Taarifa ya pamoja ya nchi hizo tatu hapo awali kabla ya siku hii ilikubaliwa kuwa mataifa hayo yalikubaliana kuheshimu mipaka ya nchi zao na kushirikiana kuyapokonya silaha makundi yanayotatiza usalama mashariki mwa DRC. ya Urusi. Wakati huo huo, wakuu wa Umoja wa Ulaya wamejadili mapendekezo mapya kutoka kwa Marekani kuhusu mkataba wa biashara, huku rais wa halmashauri kuu ya umoja huo Ursula von der Leyen akisema hafutilii mbali uwezekano wa mazungumzo kuhusu ushuru kugonga mwamba, akisema mapendekezo yote yanabaki mezani. Viongozi wa Ulaya wamekutana kuamua ikiwa wanataka kushinikiza mkataba wa haraka wa biashara ama waendelee kupambana kutafuta mkataba mzuri zaidi, huku nchi mbili zenye uchumi mkubwa katika Umoja wa Ulaya, Ujerumani na Ufaransa, zikitofautiana. Hatimaye rais wa tume ya kitaifa ya mpito nchini Guinea Dansa Kourouma amekabidhi kiongozi wa kijeshi wa rais wa mpito Mamadei Doumbouya rasimu ya katiba inayoidhinishwa na bunge siku ya chache zilizopita. Ni wazi kwamba sasa mwandishi
Maandishi hayo yatapigwa kura ya maoni na wananchi mnamo Septemba 21 kama alivyoeleza waziri mkuu wa sasa wa nchi hiyo Ban Ari. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo amesema mgogoro wa Mashariki ya Kati umefikia katika kiwango kibaya sana, na amezihimiza pande zinazohusika kuheshimu sheria za kimataifa. Alisema Papa Leo, huku akiongeza kuwa hali ya Wapalestina katika ukanda uliozingirwa wa Gaza imepindukia na ya kusikitisha na isiyo ya kibinadamu kabisa. Akionekana kusikitishwa na kile kinachoendelea kutokea katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa Gaza, Papa Leo ameomba uwepo wa Mungu kwa kuwapa masikio ya kiroho wale wenye kuhusika na utatuzi wa mzozo huo. Si ascolti questa voce che viene dall'Altissimo. Tuache sauti itokayo kwa aliye juu isikike. Tuache madonda yaliyotokana na vitendo vya hivi karibuni vya umwagaji damu yapone, na tukatae fikra za ukandamizaji na visasi. Tuchague kwa dhamira imara njia ya mjadala, diplomasia na amani. Papa Leo ambaye alichukua nafasi ya upapa tarehe 8 mwezi wa 5 baada ya kifo cha Papa Francis mwezi uliopita, pia ameitaka Israeli kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Hata hivyo, katika kikao hicho Papa Leo aliepuka kuitaja Israeli moja kwa moja. Kiongozi huyu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo, mzaliwa wa Marekani, pia hakuvizungumzia vita vya siku 12 kati ya Israeli na Irani, ambapo Marekani pia ilishambulia maeneo yaliyodhaniwa kuhifadhi vinu vya nyuklia vya Irani. Ni swala la kusikitisha sana kuona kanuni ya mwenye nguvu ndiye sahihi akitawala katika mizozo mingi inayoendelea leo. Haya yote yakiwa ni kwa ajili ya kuhalalisha na kutekeleza mkakati wa maslahi binafsi, alisema Papa Mtakatifu Leo. Aliongeza kusema kwamba dunia ya leo inasikitisha na kutia hofu kwamba sheria za kimataifa na haki za binadamu za kimataifa zimechukuliwa na sera za kuwalazimisha wengine kwa ajili ya maslahi fulani. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, msikilizaji, ambapo moja kwa moja tunaelekea katika masuala ambapo aenda kusomea maoni kadhaa kutokana yale ambayo imeweza kuandika. Ramadhan Saidi Masele anasema wakagongwa pale Vikaama, naomba ndugu zetu Kenya, maandamano ya nini? Ruta Emos anasema Kagame pale hatukuwepo pale hivi. Aminieli pale Vimacha Arusha Tanzania, enyi jeshi la Israeli acheni kuwatupia risasi raia wa Palestina wanapoomba msaada wa chakula, mnafanya vibaya sana. Vilevile Francis Mtogoro pale Virusi na Ukraina, acheni vita, nataka amani duniani. Pia tambueni kwamba wa Dar es Salaam Tanzania, enyi Umoja wa Mataifa hakikisheni chakula kinawafikia waanga wa vita na njaa kali huko Gaza, maana wanateseka. Wa Dar es Salaam pale hivi Tanzania, enyi Umoja wa Mataifa hakikisheni chakula kinawafikia wana vita na njaa kali huko Gaza, maana wanateseka. Rafael Ngalanda pale hivi Ndunguti pale hivi Mkalama Singida Tanzania, pamoja sana Radio Fortune Africa kuendelea kutupatia matangazo mbashara. Saleh Mkoma pale malizeni vita, asante sana. Hivyo watoto wa mama wazee pia wanaumia sana, tuwaonee huruma jamani. Nipo Shelui Singida, yale ambayo inajitokeza katika hatua hiyo msikilizaji, ambapo ni taarifa ya habari Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Iwapo basi unaungana nasi, taarifa kuu ni kwamba mkuu wa misaada wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoa misaada zaidi kwa wakimbizi walioko eneo linalodhibitiwa na waasi wa mashariki mwa Kongo. Kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo amesema migogoro katika Mashariki ya Kati inafanyika kwa ukatili wa kishetani usio na kifani, na ametoa wito wa kuheshimiwa zaidi kwa sheria za kimataifa. Amesema hayo jana Alhamisi akizungumza na maaskofu wa Kikatoliki na mashirika ya misaada yanayofanya kazi katika eneo la Mashariki ya Kati. Kauli ya waziri wa masuala ya ndani ya nchini Kenya Kipchumba Murkomen
anayesimamia usalama kwamba maandamano ya Gen Z mnamo Juni 25 yalikusudia kupindua utawala ulioko madarakani yamezua mjadala. Hayo yakijiri, Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi wake kuhusu machafuko yaliyokumba maandamano na madai kwamba watu 16 waliuawa na 400 wakajeruhiwa. Vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi vimesitishwa kufuatia upinzani kutoka kwa Slovakia kwa sababu ya mgogoro wa gesi. Vikwazo hivyo havikupata kura zinazotakiwa kuungwa mkono kwa kauli moja baada ya waziri mkuu wa Slovakia Robert Fico kusema hayuko tayari kuridhia pendekezo la vikwazo hivyo. Wakati huo huo, viongozi wa Umoja wa Ulaya wanataka juhudi kubwa zaidi zifanyike kukidhi mahitaji muhimu ya kijeshi ya Ukraine na kuelezea msimamo wao kuliunga mkono ombi la nchi hiyo kutaka kuwa wanachama wa Umoja wa Ulaya. Wakuu wa Umoja wa Ulaya pia wamejadili mapendekezo mapya kutoka kwa Marekani kuhusu mkataba wa biashara, huku rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen akisema hafutilii mbali uwezekano wa mazungumzo kuhusu ushuru kukwama. Na Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo leo zitasaini mkataba mjini Washington kufikisha mwisho mzozo mashariki mwa Kongo ambao umewaua maelfu ya watu. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa mstari wa mbele kupigia debe juhudi za kidiplomasia ambazo zimesaidia mkataba huo kuafikiwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Tommy Bickholt amesema mawaziri wa mambo ya nje wa Kongo na Rwanda watausaini mkataba huo mbele ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Katika taarifa ya pamoja kabla ya hafla ya kusaini makubaliano hayo kwamba nchi hizo tatu zilisema mkataba huo utaheshimu mipaka na marufuku ya machafuko pamoja na kupokonya silaha makundi yote yenye silaha yasiyo ya serikali. Mpenzi msikilizaji, wapo basi unaungana nasi, tunakuomba Simana Kitoi kufikia malengo yake uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia PayBill namba ni 625625, account namba ni 012450 85217800 au till namba ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani.